أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. صدق الله العظيم. لنا إلى ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Nashukuru Allah kwamba jana tuliweza kuipitia sura Qaf, sura ya 50 kwa mujibu wa mpangilio wa sura za Qur'an. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kuipitia Al-Hujurat, tukaipitia Qaf jana, tumefikia mwisho wake. Lakini akitueleza Mwenyezi Mungu kwa kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba asiwe ni mwenye kuhuzunishwa na upinzani wa watu wake Makuraishi walio wakimpinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameeleza namna hali watakayokuwa nayo watu wanaoyapinga mambo ya maneno ya Mwenyezi Mungu huko siku ya Kiyama, na akawaeleza ni hali gani watakayokuwa nayo watu wale wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini akaeleza namna ya ufufuo utakavyokuwa, maana watu wa Makka walikuwa wakipinga kufufuliwa baada ya kufa. Zile aya tulizosoma jana mwishoni, Mwenyezi Mungu alitueleza kwamba kufufuliwa kwa watu hao kutatokea siku ambayo yasmauna swayhata, siku ambayo watasikia mlio wa parapanda wa baragumu la Israfil. Watakaposikia ukelele aswaiha Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akawaambia kwamba dhalika yaumu al-khuruj, ukelele huo utakapolia kutoka kwa Israfili, hiyo siku ndiyo siku ya kutoka makaburini. Hakuna atakaye kwenda pale kwamba anakusanya watu, sijui anaweka macho, anarudishia miguu, anarudishia mifupa, hakuna cha kurudishia. Ni upulizo mmoja na kila mmoja atausikia. Dhalika yaumul khuruj, hiyo ndiyo siku ya kutoka makaburini. Akaeleza tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba
utakapotokea, siku ya ukelele huo utakapotokea, ndiyo siku ambayo tashaqqaqu al-ardu anhum siraa, ndiyo siku ambayo tashaqqaqu al-ardu anhum, itawapasukia ardhi kwa haraka. Naona dhalika, na siku hiyo hashirun, ndiyo siku ya mkusanyo, yani wakusanya watu. Yani watu watatoka makaburini siraa, mbio mbio, na wakati huo wote wakikimbilia kwa yule mpigaji wa kelele, muhitaji. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema dhalika hashru alaina yasir. Kwa hiyo huo ndio ukusanyo wao ambao kwetu sisi, yani kwa Mwenyezi Mungu, yasiru, ni mepesi. Hakuna atakaye kuuliza watakaye kwenda kuutwa, wote watatoka mbio mbio makaburini wakielekea kwa huyo mhitaji. Tayari watajikuta wote wameshakushana pale. Sasa akamalizia akimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama kumteremsha pressure. Alikuwa na pressure Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu unawaambia, wanakuita wewe mwendo wazimu, na hawezi kuacha, lazima aendelee. Na Mwenyezi Mungu anamwendelea kuwaita watu, lakini akiwaendea wanamhurumishia nini? Matusi. Allah anasema kwamba nahnu a'lamu bima yaquluna, sisi tuyafahamu yote wanayoyasema hayo hao makafiri. Na vile vile wama anta alayhim bijabbarin, na wewe Muhammadi kwao hao watu makafiri si mwenye kuwateza nguvu. Lasta alayhim bimusaytirin, wewe sio mwenye kuwateza nguvu, wewe ni kuwasomea tu maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo fadhakkir bil Qur'an, kwa hiyo endelea wewe Muhammad, wapa mawaidha kwa kutumia Qur'an, wape mawaidha kwa kutumia Qur'an, usitumie kitu kingine. Lakini yatamfaa nani? Yatamfaa yule ambaye mayakhafu, yule mwenye sifa ya kuogopa waidi, maonyo yangu ya siku hiyo ya Kiyama. Kwa hiyo Qur'ani wewe wasomee tu. Kuna mara pengine anamwambia faman shaa falyu'minu wa man shaa falyakfur, atakayetaka aamini, atakayetaka ni kama ile dawa wanasema, atakayetaka ameze na atakayetaka afanye nini? Ateme, maradhi yako pale pale. Kwa hiyo tumeona kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwisho wa Qaf ameelezwa maneno haya, na maneno kama haya na sisi ndio tunapaswa kuyazingatia. Tuelewe kiyama kitatokea lini, watu watatokaje makaburini, kuna atakaye kwenda pale na nini, jembe labda kufukua ili watu watoke makaburini. Hakuna hilo. Katika surati Yasin sisi tunasoma kila siku, wa nufikha fi suri fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilu. Upulizo mmoja wote wameshatoka. Hivyo ndivyo vituko vya basi sisi tuendelee kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu. Allah sasa
suratu Adh-Dhariyat. Zote ni ya Makka. Yote ni ya Makka. Na suratu Adh-Dhariyat ni ya Makka. Kama kawaida ya sura za Makka, zinazungumzia juu ya nguzo za imani. Mtume kwa miaka 13 akiwa Makka anafundisha nini? Nguzo za imani, waweze kumwamini Mwenyezi Mungu. Na nguzo zinazofuata 6. Na humo tumeona kwamba kwa mujibu wa aya wa sura Qaf, tumeona mambo mawili yalikuwa yamewapa matatizo watu wa Makka. Jambo la kwanza ni kuamini kwamba mtume ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Iliwapa matatizo kwa sababu ni mtu ambaye wamemzaa, wamemlea, wamekuwa nao, wamecheza nao, wamefanya biashara nao, sasa ghafla kuona anasimama anasema mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyote. Hilo liliwapa matatizo. Wakamvumulishia matusi mengi sana, mpaka wakamuita mwehu, mwenda wazimu, mchawi, mrongo na kadhalika, mambo ambayo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifikia na yeye kuwa akihuzunika, mpaka Mwenyezi Mungu anamteremshia aya za kumliwaza, usihuzunishwe na maneno yao hawa, usihuzunike, wewe acha kuhuzunika, utakuja kuiangamiza nafsi yako juu ya tabia za watu hawa, mwenendo wa watu hawa wa Makka, wa kukadhibisha wewe. Sasa ukienda Makka saizi ukakuta ni Waislamu matupu, na aya hizi zote ngumu zote zimeshuka kwa ajili yao. Leo uende pale uzungumze mkashifu mtume, unafia pale utadhani sio wale waliomkimbiza pale, wanataka kumuua, lakini leo ndio wamesimama kutetea hiyo Qur'ani na Uislamu aliyokuwa akimfundisha Mtume Muhammad. Ukienda ukawaita washirikina pale watakuua, unaweza sijui kama utatoka pale. Aya zote ni hawa walikuwa na mtume na Qur'ani inashuka kwao, na maneno haya mazito wanaambiwa wao, lakini hawaamini. Wanafikia mwisho wanasema sasa tumuue, na Mwenyezi Mungu anampa ruhusa ahame aende Madina. Kule Madina ndiye akakuta watu wameshaamini. Ni kituo cha imani, ile inaitwa Baitul Iman, nyumba ya imani. Mwenyezi Mungu atujalie. Sasa tunasoma sura Adh-Dhariyat. Mzee Mshaka, naangalia hapa tulisoma sura Adh-Dhariyat mara ya 3 mwaka tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka 2006. Tukairudia tarehe 12 mwezi wa 5 2014. Na zingine tumerudia nazo, na leo tunairudia tarehe 22 mwaka 20. Mungu atujalie inshallah. Suratul Dhariyat ni sura ya Makka kama kawaida, inazungumzia juu ya msingi ya imani na kutoa dalili
juu ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ufufuko wa siku ya Kiyama. Suratu Adh-Dhariyat ni sura ya Maka kama tulivyosema, inaanza kuzungumzia juu ya mambo manne, lakini jambo moja la msingi ni kuzungumzia juu ya ar-riya, juu ya upepo na faida za upepo, kazi za upepo. Mwenyezi Mungu anauapia upepo. Kule aliapia Qur'an, hapa anaapa kwa upepo wake ambao tunauona. Upepo ambao katika sura hii inaitwa Adh-Dhariyat. Adh-Dhariyat ni upepo. Upepo una majina mengi sana. Sasa Mwenyezi Mungu anaapa kwa upepo wake, alati ambao tadharu ba. Kwanza upepo wenyewe unapotimua vumbi, zikana huku majangwani huku, hata mjini humu inatokea upepo naweza ukavuma pale ukaperusha vitu mbalimbali. Hapa mkaona vitu vyote viko angani, vumbi linatoka huko kwenda huko, upepo. Lakini upepo huo watusayiru almarakibi fil bihari, upepo huo ukiviendesha vyombo vinavyopita majini na baharini, kabla ya meli hizi ambazo zimetengenezwa kutumia injini na nini, vyombo vilikuwa vinasafiri kwa kutumia upepo. Naona vimefunga mashuka yale matanga ile jahazi na sasa vipo, mimi sasa siko baharini kule hapa Nyamkazi na vipo mpaka mtu aende Zanzibar. Unasikia wana uende Zanzibar, unaviona vimechongoka, utafikiria kalijibali, vinafanana kama majabali, vimepakia shehena ya mje muone vinapakia pale. Mashuka yamefungwa, wataalamu walikuwepo wanajua namna ya kupima upepo unaelekea wapi na wao wanakwenda wapi. Mna watu, mna michele, mna nini, vinapita fil bahari kal a'lami, lakini vinategemea nini? Upepo. Lakini wa anisahab allati tahmilu miyah al-amtar, na vile vile upepo huo ndio unao yatawanya mawingu yanayobeba mvua, na mawingu nayo yanategemea nini? Upepo. Kwa hiyo upepo una kazi nyingi, lakini hata hizi ndege zetu zinazopaa juu kule nazo zinategemea nini? Upepo. Ndio unaeleza sasa ndege inaweza ikatua kutokea wapi au kuondoka ikianzia upepo nani gani. Hakuna kinachofanyika pale isipokuwa ni nini? Ni upepo. Sasa upepo sasa watu wametengeneza vyombo
vinavyoendeshwa na upepo vinatawanya maji, watu wanapata maji kwa upepo. Na kadha kadha. Na mimea yenyewe inahitaji upepo. Sasa Mwenyezi Mungu anaanza na sura hii imeitwa Adh-Dhariyat. Lakini kuna upepo unageuka unakuwa upepo mkali, upepo wa adhabu. Kuna watu wameangamizwa kwa upepo birihi swari, unapiga kingili, yani unavuma. Sasa ndio tunakuta na kimbunga huko. Yote hivyo nini? Pepo. Naweza ukaingia kwenye maji hayo yakasimama kama mlima. Ilivyoko baharini unasikia nakwambia wataalamu wa hali ya hewa nakwambia bana msiingie. Upepo unavuma kwa spidi kadhaa, upepo unakwenda, wanajua wataalamu. Lakini watu wengine tunaona ni upepo. Na upepo unakuja unaizua majumba, vunja miti, angusha miti hata nini kwa adhabu. Kuna rihul athimi, upepo una majina mengi sana ambao ni adhabu, naweza kuacha watu. Hakuna kitu chochote kilicho hata kumea kwenda nyumba kwenda watu wanabaki pale wakiwa. Sasa Mwenyezi Mungu anapoapia kitu chake mmoja katika viumbe, inabidi ukiangalie faida zake au hasara zake. Kama tulivyoona ameapia Qur'an. Anapoapia Qur'ani, anapoapa kwa Qur'ani yake, wewe tumia akili sana kuangalia kitu kile ambacho Mwenyezi Mungu ameamua kufanya nini. Kina faida gani katika ulimwengu au kina madhara gani katika ulimwengu? Na sisi afya zetu zinategemea upepo, sio? Hali ya hewa ikisimama tu ikawa hivi, bila wewe kupata ka upepo inakuwa taabu. Sasa sisi tutawasha, utaona wanabawasha nani feni kwani inaleta nini? Si upepo. Na sisi tunahitaji upepo. Upepo ukisimama nyumbani utasikia mafeni yana mapanga boy nini, watu wanalalamika. Kwa hiyo upepo una faida nyingi sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hapa anauapia upepo, lakini ameapa vitu vingapi? 1, 2, 3, 4. Anaapa kwa vitu hivi ambavyo tunaona faida zake. Basi sisi tusome maneno, tuone maneno ya Mwenyezi Mungu anatuambia nini katika mambo haya. Lakini akiapa Mwenyezi Mungu akaapia kitu chake, lazima huko mwisho atakuja kutuambia kwa nini ameapa. Hiyo inaitwa jibu la kiapo, jawabul qasam, jibu la kiapo. Kwa nini Mwenyezi Mungu? Sisi hatuna nguvu wala hatujakadhara, lakini anatuambia wadhariyati dharwan. Hebu fikiria wewe, hata raisi, hata baba yako
akiapa, si lazima utasikia kwa nini ameapa. Wallahi mimi naapa kwa maana tunaapa kwa jina la nani? Sasa Allah alijiwekea utaratibu, yeye anaapia kitu chake alichokitengeneza ili kuonyesha wewe kwamba Mwenyezi Mungu yupo, Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, Mwenyezi Mungu mwenye kuendesha vitu vyake, anakuapia wewe uweze kuangalia kile kitu kilivyo. Sisi tunaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Hebu niambie, baba yako anaapa, unasikia wewe, wallahi huwezi kulala katika nyumba hii, wallahi. Sasa kisa kana sema wallahi, unamuuliza kwa nini? Unaona Mungu mzee anaapa leo, anasema leo mtu haingii humu ndani. Hiyo haingii humu ndani ni jibu la nini? Ndio jawabu ya kile kiapo anachoapa. Sasa na Mwenyezi Mungu anasema wadhariyat dharwa, na apa wao qasam, wadhariyat na apa. Ziko herufi zinazoonyesha viapo kwamba hii sasa hapa anaapa. Na apa kwa upepo unaopeperusha vitu. Dharwa ni sifa ya upepo. Na apa kwa upepo unaopeperusha vitu, yani mnaona huo upepo, mnauona hivi. Haya, anachoapia kitu cha pili ni kipi? Walhamilat biqra, na naapa kwa hamilati, yani kwa mawingu yanayobeba. Na apa kwa mawingu yanayobeba waqra, mvua. Hatuyaone mawingu, tuendelee. Faljariyati yusra, na naviapia vile visufuri vile majahazi yanayopita katika mabahari kwa urahisi sana, kwa urahisi. Sasa wewe kama nimekwisha nielewa nilivyozungumza mwanzo, utakuwa unaona vitu hivi anavyopia Mwenyezi Mungu, kile kilichoanza kile kina kazi gani kwa hivi vitu vinavyofuata anavyoviapia Mwenyezi Mungu. Ameapa kwa mawingu haya, lakini mawingu ambayo ni hamilati, yaliyobeba wiqra, mzigo mzito wa maji. Haya mawingu wewe unayaona yanapita, na Waswahili tunasema mwanzo wa mvua ni nini? Si mawingu. Mawingu yamebeba nini? Mzigo mzito wa maji. Uliona jana yalivyoteremka hapo, kwa jana kanoni kwa mipito. Yani ni kitu ambacho kimetoka katika sahaba, hamilati, yani yamebeba. Sasa Mwenyezi Mungu anazungumza ubebaji wa mzigo ule uliobebwa na mawingu. Asemi sahabu, anasema falhamilati wiqra, na naapa kwa mawingu yanayobeba mzigo mzito wa mvua. Na ingia hapa watu mnatafutana tani za mvua, sijui lita ngapi, wataalamu wanakuja kusema. Haya Mwenyezi Mungu, sisi hatuna matata. Anaapa hapo dana falmuqassimati amra, na naapa kwa malaika wanaotawanya mambo ya Mwenyezi Mungu. Hivi vitu vizito alivyo hapa navyo Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo sehemu ya kwanza.
Kwanza Mwenyezi Mungu ameuambia upepo, upepo unaotawanya mawingu yaliyobeba mzigo wa nini? Wa mvua. Upepo ambao unaendesha vyombo baharini yusra, kwa uwepesi. Yani vyombo vinapita katika bahari. Sasa hivi vitu hivi ukiviongeza na anayeshughulika navyo, wanaoshughulika navyo, almuqassimati amran, Mwenyezi Mungu anaapia malaika wake wanaoshughulika kutawanya hizo amri za Mwenyezi Mungu katika ulimwengu. Kumbe utaona kwamba hivi vitu vyote hivi alivyosema, upepo, vyombo vinavyo, mawingu yanayobeba nini? Mvua, vyombo vinavyopita baharini kwa yusra, vimesimamiwa na malaika wanaoshughulika nayo. Falmuqassimati amra, Mwenyezi Mungu anaapa kwa malaika wake wanaosimamia hivi vitu, amri za Mwenyezi Mungu. Sasa katika hawa malaika anaowataja hapa, muqassimati amra, wanaosimamia utawanyaji wa amri za Mwenyezi Mungu, amewapangia kila malaika mukhassasun, kila malaika ina jambo lake maalum. Sasa wanasimamia kuendesha hivi vitu. Hivi vitu haviendi tu. Maana mtu unatoka hapo unasema upepo unavuma tu, hauwezi ukavuma tu. Kutakuwako aliyekabidhiwa kazi hiyo ya kuendesha huo upepo. Na ni upepo gani? Kuna upepo mwanana ambao ndio unaendesha vyombo baharini, lakini akitibuka vyombo vyote vilivyoko baharini vinafanya nini? Vinazama. Inna sha'anu gharqahum, Mwenyezi Mungu anasema nikitaka awaangamiza hiyo bahari. Sasa tumeona Mwenyezi Mungu anaapa kwa upepo wake, ule upepo wenye aina mbili. Kuna upepo wa kheri na upepo wa shari, na vyote tunaviona. Kuna upepo ule mwanana naendesha vyombo vinavyopita baharini. Watu wamekaa kwenye majahazi na yale kwenda, pepo unawapeleka. Tena wamepakia vitu, mashehena, makonteina. Lakini ukiingia upepo ukatibua sasa ile bahari, chombo kitakachokutwa na upepo huo utasikia vimezama. Upepo unasikia wavuvi wasiingie baharini, bahari imechafuka. Bahari ichafuki kwa sababu ya kuwa kumeingia uchafu, imechafuka kwa sababu upepo umeingia. Upepo ndio unachafua nini? Bahari. Upepo ni hatari sana. Ukiingia humo una upepo usiku moja, nakumbuka wakina mzee Rushaka lini mlikuwepo hapa, masamaki wote unakuta inawatupa nje ya watu, wanakwenda pale kuokota nini,
samaki, alafu maji yanarudi pale, anaweza kutoka upepo yakatulia, samaki kila mmoja unamuona anasema, mpaka watu walikufuru. Maana wajoza hapa walikuwa wanakwenda katoa vifunga, kila mmoja ameweka ni samaki na namna hiyo. Watu wanauliza, mfu unampeleka wapi? Kufuru. Watu wanakufuru neema ya Mwenyezi Mungu, kawafulia bila ya kutumia unyavu wala kulala huko baharini, alafu nini mnasimama waita wafu? Upepo unasukuma meli mpaka unauleta nani chikavu. Leta meli misha simama. Upepo. Sasa Mwenyezi Mungu, nadhani tutakuwa tumeelewana kidogo, ingawa sio sana. Lakini mawingu tunayasikia, unajaona na namna yanavyopelekwa na upepo huu, unakwenda kujaunganisha pamoja, mnaona yanavyokwenda, lakini kumbe ni hamilati. Kumbe humo kwenye mawingu ndio mna nini? Na mvua na maji. Sasa Mwenyezi Mungu hapa anakusudia upande mmoja wa adhabu, anakusudia upande mwingine wa faida ya vitu hivi kwa viumbe wake, kwa viumbe vyake. Kuna viumbe ili viweze kuishi vinahitaji upepo. Lakini mvua ndiyo imebeba riziki za watu, za viumbe wa Mwenyezi Mungu. Ikipatikana na upepo ndio unashughulika kugawa hiyo mvua, inakwenda wapi? Inaweza ikaja hapa mkaona mvua, wingu limefunga sana, watu wanasema mvua itanyesha, upepo ukatoka kule ukavuma ukapeleka ikaenda ikanyesha mahali pengine. Upepo. Sasa na jariyati. Kwa nini Mwenyezi Mungu kila mara anazungumzia hivi vitu vya vinavyopita baharini? Pale kuna dalili ya kuonesha uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hivi vyombo ambavyo tajiri fil bahari kal a'lami, vingine utadhania ni majabali. Sisi tunaangalia meli zinazokuja hapa za kina nani, Msukuma, siku nani. Kuna mameli manuari kule katika maziwa makubwa, manuari. Mwenyezi Mungu anaviapia vyombo hivi kwa sababu hivi vyombo kwa faida ya waja wake vimebeba riziki. Ilivyokuwa mvua inabeba riziki kwenye mawingu juu, vile vile na manuari zinabeba mizigo ya riziki ya viumbe wa Mwenyezi Mungu kupitia baharini, kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, ambayo kama visinge kuwepo hivyo vyombo, hizi riziki za viumbe wake visingeweza kutoka mahala kwenda mahala, kutoka China kuja huku. Sisi vitu vyote vinategemea mabandari. Hivi vitu vinavyopita, tungepitisha wapi magari kutoka Japani? Kuna barabara ya kutoka Japani kuja huku? Hakuna. Mwenyezi Mungu ameweka bahari. Je, Mwenyezi Mungu unaweka bahari tufe sisi walioko huko? Anasema hapana, mimi watu wangu watakuja kuwapa akili, watatengeneza vyombo vya kupita baharini, vihamishe riziki kutoka nchi moja kwenda bara jingine, na vitakuwa vinapita juu ya kitu ambacho ni maji yaliyokuwa laini. Ukitaka kuyajua maji, wewe nenda utoke hapa
ukae hapo juu ya maji uone kitu kitakachotokea. Lakini chombo hiki Jariyat kinabeba makonteina ya mizigo, lakini kimetulia juu ya nini? Juu ya maji. Maji yaliyokuwa mepesi sana. Kwa nini kisizame? Kinashikiliwa na nini? Hivi vitu tunaviangalia, tusiviangalie kwa kisayansi, tuviangalie na kimaumbile. Yani wewe ujiulize, hiki chombo kimejaa mizigo mizito, kinakuja kuelea juu ya maji ambayo ni laini, lakini kimebeba mizigo, kinashikiliwa na nani? Kisizame. Hapo ndipo unamleta nani? Na huyo aliye na hizi meli, wao umetengeneza tu kinachonguru, wakina nani wanatupa tu majini hapa, inakuja Victoria. Naona kinaendea tu juu ya maji, na watu wamo ndani wanakula, wanakunywa, wanazaliana huko. Lakini wewe toka juu ya chombo hicho ukanyage juu ya hayo maji uliyopona. Hapo ndipo utamjua Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu ndiye anayekuzuia. Wewe akukuumba kwamba wewe utapita kwenye maji kwa kukanyaga. Ukae kwenye hicho chombo, kwenye sufuri, kwenye mtumbwi, kwenye kilagara kile. Kisha kana ndizi na nini kinakuvusha, unakwenda wapi? Usira. Lakini kanyaga basi. Tutaki kwenda kwenye chombo hiki, sisi tutakanyaga. Mtarudi. Hapo ndipo mtamuona nani? Mwenyezi Mungu yuko hapo. Muangalie ila twaili. Angalia juu ya ndege zile ndege. Ima iwa ndege huyu anayewetwa kiumbe au ndege huyu wetu wa kutengeneza. Anashikiliwa na nini kule angani? Ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Anayekishikilia kule ni Mwenyezi Mungu, ili kile chombo kiweze kuwapeleka watu wake. Kwa sababu Mwenyezi Mungu mkisoma katika surati hapo, suratu Al-Isra, amesema Mwenyezi Mungu, walaqad karramna bani Adam, hakika nimemtukuza mno mwanadamu, nimemtukuza mno mwanadamu. Fahamannahum fil barri wal bahri wal jawi, ninambeba. Mwenyezi Mungu anasema ninambeba huyo mwanadamu fil barri, nchi kavu, wal bahri, baharini, nchi kavu kwa Happy Nation hapa, baharini MV Victoria, angani ATCL. Mwenyezi Mungu anasema ninambeba huyo mwanadamu fil barri wal bahri wal jawi. Tena warazaqnahu min at-tayyibat, tena nimemruzuku mwanadamu kwa kula vyakula vilivyokuwa vizuri vizuri. Mwanadamu hali vyakula baya anataka rosti, anataka pilau, anataka ubwabwa, anataka hivi. Wafadhalnahu ala kathiri mimma khalaqna tafdila. Sasa mwanadamu amemfadhilisha hivyo kwa nini? Liya'buduni, ili aweze kuniabudu. Atoke nchi kwenda nchi nyingine, kama haiwezekani kwenda kwa, atachelewa na mwekea ndege arudi. Mimi nazuia hiyo ndege juu, lakini nikitaka inna sha'a nuqri wala sarifa, nikitaka namzamisha, piga madege hayo yanaanguka chini na nini. Tena wala sarifa, hakuna wa kuokoa.
wa kuwasaidia wala kuwaokoa, illa rahmatan, isipokuwa kwa rehema zangu. Kwa hiyo vitu hivi mnavyoviona tunaviangalia hapa, wewe uangalie kile kitu muktadha wake utakavyokuwa. Hapo ndipo unapomkuta Mwenyezi Mungu. Sasa falmuhasimati amra, Mwenyezi Mungu ameapa kwa malaika wake ambao ndio wanaoshughulika vitu. Tunamuona Jibrilu sahibul wahyi. Jibrilu yeye kazi yake ni kuleta wahyi kwa mitume, yanaleta haya maneno ya Mwenyezi Mungu kwa habari. Kadi Jibrilu peleka habari kwa viumbe. Hata Mwenyezi Mungu akimpenda mtu anamuita Jibrilu, anamwambia nampenda fulani, na wewe mpende. Jibrilu anampenda mtu. Sasa anamwambia waambie na malaika wampende huyo mtu. Jibrilu anakuja hapa duniani awatangazia wakina Rakibu na Atidu hawa tuliowasoma, mpendeni fulani, watu wote wanakupenda. Hata mtoto mdogo, mimi nampenda. Wewe unadhani anampenda? Hata kumuona hamuoni wala haelewi, lakini anampenda. Akimchukia mtu anamwambia nimemchukia huyu, mchukia, namchukia, anamwambia nenda utangaze, ambie malaika wamchukie, namchukia, wanaenda utangaze malaika tusawa. Anakuja anatangaza, yani ulioko huko malaika wengi huko, malaika wengi, mchukie fulani. Rakibu anakuchukia, pamoja na andika vitu vyako, Rakibu anakuchukia na watu wanakuchukia. Sasa unashangaa, yule mtu fulani sinambi. Wewe unadhani ulikuwa umefanya watu umewafanyaje? Umetangaza. Lakini wakati watu wanakuchukia tu, fulani hatutaki tu. Sasa naambia kwenye uchaguzi watu wanahudhuria wengi, Mwenyezi Mungu anasema namtaka fulani, anawakaraisha. Wewe unaleta hela, unazigawa, wanazila, wanasema tunakula, lakini sikula tunampa huyu. Wewe ujifikirie umewafanyia nini wewe mpaka watu wanakupenda? Kwa sababu ya kazi ya nani? Ya Jibril, mwandishi, mtu wa habari, leta habari. Lakini kuna Israeli, bwana wa kuchukua nyoyo, yeye anashughulika na hayo. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Yeye kazi zake hizo, kuleta vilio katika nyumba za watu, kufanya watu wawe watoto wawe mayatima, kufanya wakina mama wawe Israeli. Yeye anashughulika na hilo. Ndio mmoja anangojea hapo. Israeli ndiye anashughulika na riziki za viumbe wa Mwenyezi Mungu. Huyo ndiye aliyoko katika hii tuliyoisoma. Ndiye anashughulika na riziki. Ndiye anasimamia vyombo vinavyopita majini vilete riziki. Tuletee mchele kutoka Mwanza kuja Kagera, na sisi tuwapelekee mtuishe kutoka kuja Mwanza. Ndiye anashughulika na hivi vyombo vilivyoko majini. Ili vya vidogo vitu vitoke China vije huku, na hivi vitoke huku vya China, hivi vitoke huku vya huku, hivi. Sasa mje mpakie watu ambao Israeli wana shida nao, upakie nao kwenye basi. Umekata tiketi hapa,
Kumbe Israeli kuna watu 10 ika pale saili moja vinachomoka. Wamekufa watu 4. Na 41 wanatoka huko. Ulikuwa nilifu. Kuna bamfuire. Kwa ufe namna gani? Wewe sema alhamdulillah rabbil alamin, Mungu karimu. Kumbe pale kulikuwa kuna bwana anawataka watu pale. Sasa wachukue vipi mtajua. Mkijipakia wafu kwenye ndege huko Israeli wanawataka wale. Narudi chini hakuna kitu. Sasa hao ndio mukasimati amra. Wanashughulika na wako na wengine wako wanaolinda jahannam, kuna wanaolinda khazilul janna, kuna wako vitu mbalimbali. Sasa unaposikia kwamba inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, au wamewekwa hapo, kuna malaika ambao yastaghfiruna lilladhina alladhina fil ardi, wanawaombea msamaha wale walioko ardhini, au wako hapo. alladhina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Wao kazi yao ni kutuombea sisi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina. Umelala wewe unakoroma, malaika anafanya nini wewe bwana? Sasa unajua wana, tuangalie haya, turudi sasa kwenye haya yenyewe. Kwa nini Mwenyezi Mungu unaapa kwa vitu hivi? Sisi tunaamini upepo huu, tunaamini mawingu yapo, na tunasema mwanzo wa mvua ni mawingu, na tunasema vitu vinavyopita baharini, na sisi ndio tunasafiri meli nini na merikebu na kila kitu vipo. Falmukhasimati amra, na sisi tunaamini kwamba wako malaika wanaoshughulika na idara zako wewe Mwenyezi Mungu. Sasa kwa nini Mwenyezi Mungu mpaka umefikia kuchukia hivi? Wanamchukiza wale wanaokana kwamba hakuna kufufuka siku ya Kiyama. Yaani ameapa kwa vitu hivi ambavyo tunaona vitu vyake vilivyo na uwezo na kazi anayofanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuchukizwa na wale wanaopinga mtume wake, wanaopinga kwamba hakuna al-ba'th ba'da al-maut, kwamba kuna kufufuka baada ya, wanaopinga kwamba hakuna kiyama. Sasa Mwenyezi Mungu baada ya kiapo nini jibu lake alilokusudia? Nikwambia inna, hakika si vinginevyo, inna ma tu'aduna, hakika mnavyo ahidiwa na mtume huyu wangu Muhammad kupitia katika kitabu hiki cha Qur'an, la swadikum, wallahi maneno ya kweli. Yote mnayoahidiwa ni kweli. Mnaona hasira ilivyokuwa. Wa inna dina, na kwa hakika, sikia zote zinakuja kwa herufi za taukid na nini. Wa inna dina, na kwa hakika. Sasa dini si dini hii tunayosema. Wa inna dina, na kwa hakika, aljazaa, malipwa siku ya Kiyama, la waqi'un, ni ya kweli, yatakuwa. Malipwa, maana dini ina mambo mengi. Kuna dini, inna dina inda Allahi al-Islam. Kuna maliki yaumi dini, si mfalme wa dini pale. Pale sio mfalme
wa dini, sio Maliki dini, Mungu wa dini, hapana. Unaona? Kwa hiyo dini inategemea inakuja kuzungumza kitu gani. Wa inna dina hadha aljazaa wa inna aljazaa la waqi. Kulipwa, malipo. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum tutawalipa bi ahsani ma kana, tutawalipa malipo. Watu wanafanya mambo kwa ajili ya kulipwa, nafanya mambo kwa ajili ya kulipwa, kama yule tunayesema, anasemaje Mwenyezi Mungu katika al-Insan kule, anasema wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa wala inna la khafu hawa. Sasa unakuta watu wanafanya kazi fulani, nuridu minkum jazaa wala shukura, kitaki malipo wala shukurani. Na mara pengine anasema najizi bi ahsani ma kanu ya'mal, tawalipa. Sasa kuna watu wanafanya kazi wakitegemea malipo ya Mwenyezi Mungu katika dunia hii tuliyonayo. Liwajihillah, tunafanya hivi kwa ajili ya kutafuta kuelekewa na Mwenyezi Mungu, ili kupata malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hatutaki sisi shukrani zenu wala kuitwa alhaji wala kukaribishwa kupewa high table kwa sababu wewe ni muhisani, ni mfadhili. Wako watu wanaona hilo, wakina Abu Bakari radhiyallahu ta'ala. Kwa hiyo jamani, haya maneno ya Makka bwana, aya za Makka zina maneno mafupi lakini yanahitaji ufafanuzi mwingi. Lakini kumbe Mwenyezi Mungu anaapa kwa vitu hivi ambavyo tumejaribu kuangalia faida zake na hasara zake. Asema inma, hakika si vinginevyo mnayoahidiwa, inma tu'aduna, hakika si vinginevyo mnavyoahidiwa, yani hiyo mnayoahidiwa kufufuliwa baada ya kufa na kulipwa na kuingia peponi au motoni, la swadiqun, wallahi ni ahadi ya kweli. Sije mkasema mnamkadhibisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna dina, na kwa hakika malipwa, aljazaa la waqi, yatakuwa. Sasa alipofika hapa akaapa tena, akaapia na kitu kingine, akasema wasamai, na yapia mbingu yangu hiyo mnayoiona, dhati hubuki, wasamai, hapa kwa mbingu dhati hubuki, iliyokuwa na umbile zuri. Umbile zuri Mwenyezi Mungu, kwa sababu walaqad zayyana samaa dunya, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameipamba. Katika sura nyingine ya Makka inazungumza tabaraka, walaqad zayyana samaa dunya bimasabih, nimepamba mbingu ya dunia. Sasa hapa kuna samawati, kuna samaa, nimeipamba. Mtu ukiangalia kule juu kuna vitu vimeipamba bwana.
usiku kuna mwezi, kuna nyota, kuna vitu gani unaona vinapita. Kama unavyoona na sisi hapa serikali inakwambia mji tunaupamba kwa taa, tuweka taa barabarani. Hivi unapokuwa unasafiri ukafika kwenye mji tu kuna taa zile barabarani, si unaona uzuri bwana? Inafanana na unavyopita Kietema. Au tunapopita barabara za mjini, unasikia tutaongeza taa, tutapamba, ni kuupamba mji. Ukipita mji usiokuwa na taa ni mji gani? Sasa na Mwenyezi Mungu anasema wasamai, na hapa kwa angalangu, yani kwa samaa, kwa mbingu dhati iliyokuwa na umbile zuri, nimeipamba kwa nyota, nimepamba kwa jua, nimepamba kwa mwezi, imepambika bwana. Ndio maana Mwenyezi Mungu anataka na sisi vitu vyetu tuvipambe, akaturuhusu tukujipamba, sione tunajiachia tu. Paka Mwenyezi Mungu anasema nani anakataza mapambo ambayo mimi nimewaambia watu wangu wajipambe au wazuri mapambo. Sasa anaiapia mbingu yake iliyoumbwa lenye umbile lililokuwa zuri, mipamba kwa nyota, mala mfuruji kadhalika. Sasa Mwenyezi Mungu, mbona unarudia kuapa nini litoko mbele? Anasema innakum hakika ninyi mushrikina wa Makkah au makafiri nyinyi, innakum wa hakika nyinyi makafiri washirikina nyinyi, la fi qawli, mumo katika maneno, mukhtalifin, yenye kuhitilafiana, hayana aina nini moja kusema kwamba yana mfumo mmoja. Maneno yenu ni tofauti yani. Nasema maneno ambayo hayana mshiko. Sasa anamgombea nani? Mwenyezi Mungu anasimama kumgombea nani? Anamgombea mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ninyi makafiri mshirikina, maneno yenu mnayomsimbulia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayana ni kama yani ni yenye kuitilafiana. Mara mnamuita mwehu, sio? Mara mnasema mchawi ni sahiru, mara mnasema alayhi wasallam asimwamini man ufika, ambaye Mwenyezi Mungu tayari alishamhukumia kupotea. Ilivyokuwa huwezi kumuongoza unayemtaka wewe, si ndio? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sasa na huyu mpoteaji huyu, usije kasema kapotezwa ukaishia hapo. Hapana, ni kwa sababu huyu alishahukumiwa na Mwenyezi Mungu kupotea. Lakini ambaye Mwenyezi Mungu aliyemhukumia kuwa mwongofu, hata ukifanya nini atakuwa mwongofu. Kupoteza hawa watu wasiwao, ndio maana mnaona sisi kuna watu tunawafuata. Yani kuna watu wako kwa ajili ya kutoa watu, kuwapoteza watu wametambuliwa na nani?